Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote kwanza na mimi napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyenijalia kusimama leo katika bunge lako hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba niseme kwamba mimi ni sehemu ya wajumbe wa kamati ya utawala, katiba na sheria. Naomba niungane na maneno mazuri ambayo ameyasema makamu mwenyekiti wa kamati, na kwa uzuri wa maneno ambayo yasema na hasa kuelezea zana ya utawala bora, naomba nisiharibu ule utamu, niunge mkono na hii ibaki kwenye kumbukumbu kwamba nakubaliana na maneno mazuri ambayo yamesema na makamu mwenyekiti wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nimpongeze waziri ndugu yangu Ridhiwani Kikwete, naibu waziri na watendaji wote katika hii wizara. Kama nilivyosema kwamba mimi ni mjumbe wa kamati, miongoni mwa wizara ambazo tunafanya nazo vizuri kwenye kamati ni pamoja na hii wizara. Hata pale ambapo tumegundua kama kuna tatizo, sisi kamati tunapotoa ushauri, wizara hii imekuwa ikisikia na kwenda kufanya marekebisho. Ninakupongeza sana ndugu yangu Ridhiwani na viongozi wote kwenye wizara. Tunathamini na tunaheshimu kazi kubwa ambayo mnaifanya kupitia hii wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi hizi kwa waziri na viongozi wa wizara, lakini naomba nipongeze kwa upande wa TAKUKURU. TAKUKURU ni miongoni mwa taasisi ambazo sisi kwenye kamati yetu tunafanya nao kazi. Mwenyekiti, kama utakumbuka, kabla ya kikao hiki cha bunge, sisi wabunge tulienda kutembelea miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa na taasisi hizi ambazo zinaitika kwenye kamati zetu. Miongoni mwa taasisi ambayo inafanya vizuri ni pamoja na TAKUKURU. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeenda kukagua miradi ya maendeleo, miradi ambayo serikali inapeleka pesa kwa ajili ya kujenga majengo mbalimbali. Tumethibitisha kwa maeneo yetu kazi ambazo zinafanyika. Naomba nizungumzie mradi mmoja tu. Tulitembelea katika mkoa wa Geita kwenye wilaya ya Nyang'hwale, kama nitakuwa sijasahau. Kuna ujenzi ambao umefanyika pale wa ofisi ya TAKUKURU. Kumetumika pesa zaidi ya milioni 380 na kitu. Naomba nipongeze, mradi ule ni mzuri sana. Na maelezo ambayo yametolewa katika mradi ule, hata sisi wabunge tumeridhika sana na kazi inayofanya na taasisi ya TAKUKURU. Naomba nimpongeze mkurugenzi, lakini niwapongeze na watumishi wote kwenye hii taasisi ya TAKUKURU kwa kazi nzuri wanayoifanya, na nimesema nisirudie maneno mazuri ambayo yameelezwa na wabunge wenzangu. Mwenyekiti, baada ya pongezi kwa taasisi ya TAKUKURU, naomba sasa nijielekeze kwenye michango yangu kama ifuatavyo. Mimi naomba nizungumzie kwa swala la TASAF, wanufaika wa TASAF. Tunashukuru sana serikali yetu, na kwa kweli lengo la serikali na kupitia miradi ya TASAF ni kusaidia kaya masikini. Tukizungumza kaya masikini ni zile ambazo tunazo sisi kwenye maeneo yetu ambayo tunawakilisha. Mimi nilikuwa naomba nishauri kwenye hili eneo, na hasa kwenye swala la uhakiki wa wanufaika. Tumeona hivi karibuni wamepita kuhakiki wanufaika. Kama kweli tunakusudia kusaidia kaya masikini, ikiwemo na wale masikini ambao waliwepo katika halmashauri ya wilaya Tunduru na mkoa wangu wa Ruvuma, nilikuwa naomba nishauri serikali tuendelee kufanya uhakiki, kwa sababu kuna udanganyifu ambao unafanyika. Tunawaacha wanufaika, tunakwenda kuchukua watu wengine. Hii haileti afya kwa lengo la mradi wetu. Kwa hiyo niombe kupitia hii wizara, pamoja na kazi nzuri ambazo mnazifanya, tuendeni tukahakiki wao wanufaika. Lakini jingine, kwenye huu mradi wa TASAF, wasimamizi wanakuwa wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji na wajumbe wao, na sisi wote tutakuwa mashahidi kwamba wale wajumbe wanafanya hizi kazi, hata wao wenye viti hawalipwi chochote. Sasa itakapotokea kwamba mjumbe wa kamati wa mwenyekiti wa kijiji, wa kitongoji au wale viongozi wengine kama wana haki kuwa sehemu ya nufaika, waingizwe, kwa sababu inaleta kero sana kule kwenye maeneo katika utekelezaji. Ukiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya kijiji, uruhusiwi kuingia kwenye TASAF hata kama una vigezo. Kwa hiyo mimi nikuombe Mheshimiwa Waziri, nendeni mkarudie
mkaangalie kwenye maeneo ambayo yanaleta changamoto. Kama wako viongozi kwenye hili, tuondoe hiki kikwazo, kwa sababu mimi nataka nikwambie Mheshimiwa Waziri, ni kweli kabisa wako watu hawana uwezo hata wa kupata milo mitatu. Sasa lazima tuangalie, tuendelee na dhana ya mradi. Kwa hiyo mimi niliona nisisitize, na mimi ninao shahidi wae maeneo ambayo yapo nao watu ambao nina hakika kabisa, lakini mwisho wa siku nakuta wale hawapewi, wanaenda kuingiza watu wengine. Kwa hiyo niliona niseme hili kwenye swala la uhakiki, la swala la wanufaika wa TASAF. Tuangalie kaya zile ambazo zina shida kabisa. Unaweza kukuta kwenye kaya kuna mlemavu, kuna mtoto amechaguliwa kwenda kujiunga na shule lakini anashindwa kwenda kwa ajili ya uwezo. Lakini hii TASAF inasaidia sana. Imeondoa watu katika umaskini. Watu wamekuwa na miradi mbalimbali kupitia TASAF. Sasa twende tuangalie ili tuendane na malengo ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo nilitamani nichangie kwenye hili eneo ni swala la uhamisho. Uhamisho ni haki ya watumishi. Lakini kuna maeneo tunapata changamoto na hasa mimi nizungumzie kwa upande wa wanandoa. Mimi napata shida sana. Kwa sababu unakuta wanandoa wengine ni vijana, wanashindwa kuvumilia. Matokeo yake tukiwaacha wanaishi peke yao, tunashangaa tunaongeza watoto wa mitaani. Ni kwa sababu hatujazingatia kwenye haya maeneo. Tuhakikishe kama wale wanandoa amekaa kwenye eneo linalohusika, pengine ni mtumishi kwa miaka 3 ametimiza, anapoomba kuhama haiza kumfuata mumeo au kumfuata mke wake, tuwaruhusu waende. Matatizo ni makubwa. Mimi leo ninazungumza hapa na zaidi ya karibu 60, naelekea kwenye miaka 60. Inawezekana ningekuwa mtumishi, uvumilivu ungekuwepo, lakini kwa vijana wanashindwa kuvumilia. Lazima atafika mahali atatafuta maeneo ya kujinyosha. Akijinyosha, mwisho wa siku tunapata watoto, tunalalamika tuna watoto wa mitaani, lakini wakati mwingine tunachangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliona niliseme hili sana na nisisitize. Haki ya uhamisho ni haki ya kila mtumishi. Wanapotaka kuhama basi tuhakikishe tunapa uhamisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie jambo dogo. Swala la nyumba za watumishi. Mheshimiwa Waziri, kwenye taarifa yako umesema tunakusudia kujenga nyumba 132. Naomba zile nyumba na Tunduru tuzipate. Wako watumishi wanapanga na mtumishi mwingine anashindwa kufanya kazi kwa sababu hana